Wadau, in the year 1971, that is November 24th, 1971, pale katika uwanja wa ndege wa Portland, Oregon, it was just another normal day. Everything was going on well. Passengers were coming in, checking in, taking their tickets, boarding the flight. The flight was Northwest Orient Airlines Flight 305. Ndege yenyewe ilikuwa Boeing 727. Pale Portland kumeingia jamaa ambaye jina lake ni Dan Cooper. Dan Cooper, like any other passenger, ameboard ndege kutoka Portland, anaelekea alikuwa anaelekea upande wa Seattle, Washington. So aka check in vizuri, akapewa tiketi yake na akaingia kwa ndege, akajiseti like another passenger. Hakuna bugdha, everything is going on smoothly. Captain na first officer wakakuja wakaingia kwa ndege na wakawasha ndege na safari ikaanza. Kutoka Portland kuelekea Seattle si distance kubwa, so it will take them around 30 minutes. So wakajiseti pale kwa ndege, marubani wakafanya mambo yao, check, ma air hostess wameweka everything in place yenye inahitajika kwa ndege. Bas, na safari ikang'oa nanga, kaende sana. Mid the flight, jamaa wetu Dan Cooper akaitisha kahawa. Air hostess kamletea kahawa, Dan Cooper akachukua kahawa yake, akazip. Alafu akaingia kwa mfuko, akachukua kanote. Akapea air hostess, akamwambia hii ni yako. Air hostess akachukua kale kanote. Bas, na akaendelea kuenda. Dan Cooper akamuuliza, who are you? Who do you think you are? Na kupea kanote alafu unaweka kwa mfuko. You think we are here to joke? Hebu chukua usome. So air hostess ndo anashangaa, mimi nilidhani you were just a secret admirer, umenipea ka number and then we will communicate later, wacha nihudumie nini. Ndio anachukua note, anasoma, anaona note inamwambia niko na bomb. Na nimfanye vile nataka ama sisi wote hapa ndani kaboom. So pale kwa ile note Dan Cooper alikuwa ameandika nini? Alikuwa amesema unaona tukifika pale Seattle, ndege ikitouch down tu, kama mtaki nitoe mzigo nifanye ile mambo, kwa sababu naweza toa, si eti siwezi toa, naweza toa hiyo mzigo tufanye boom, si wote na tuende, na maneno itakuwa na mta lose passengers. Kuna watu innocent hapa nyuma wataenda kwa sababu ya upumbavu wenu. Kwa hivyo pale kwa nota alikuwa amesema apewe $200,000. In addition to that, venye ndege inatua pale, asipate hizo pesa zikiwa bila parachute 4. So air hostess akaona, okay, so this is what you want and this is what you can do. So akamwambia, wacha nifanyaje? Acha niongee na captain nimwambie your demands. So akaenda knock pale kwa cockpit na akaambiwa ingie. So makapteni hawajui ni nini inaendelea. So ndio pale anafika anaambia makapteni, guys, guess what? Kuna ng'ombe iko hapa nyuma na inasema iko na bomb, inaweza tulipua tusipofanya venye anataka. Ndio makapteni wanasema aje, hiyo note imeandikwa inasema nini? Ati mtu amekaa tu pale na anataka tumpe $200. Ati na tumpe parachute 4. Kwani anatuonanga aje? Makapteni wakamwambia relax. Just $200,000. Kwani hii airline iwezi pata $200,000?
na 4 parachutes they are everywhere hapa, hata zingine tunatupanga pale. Enda umwambie a relax, tukifika pale hiyo mambo itakuwa sorted. So hostess akarudi kupeleka information na makapteni hapa kwa cockpit wakachukua ile information wakapiga kwa ATC Seattle, wakawaambia tuko na mtu hapa already ametutake like hostages, so na ako na kombora, so kitu mtafanya ambieni FBI watuweke $200,000 alafu na parachute 4 na hii kesi itakuwa solved. So wakakata simu na safari ikaendelea. Wakafika Seattle. Kuland tu kwa ndege Seattle, Dan Cooper akaletewa mzigo akaambiwa ndio 200,000 na ndio hizi parachute 4. Bas akafurahi akawaambia you are good boys and girls. Kwa sababu umeokoa maisha ya watu wengi sana. Otherwise kuna watu hapa innocent wangeenda tu bure. So akawaambia sasa hawa passengers wengine, kwa sababu wao I don't think wako na biashara kwa hii ndege, wanaweza shuka. Akaita yule hostess mwenye alikuwa amempea note, akamwambia wewe, kwa sababu behave kama good girl na si ama unaweza, lakini hapana, wewe shuka pia. Lakini ambia captain na first officer wasijaribu kushuka, kwa sababu we have unfinished business. So ma captain na some of the air hostess wakabaki pale ndani. Akaambia captain, mmefanya half of the work. Now mkimaliza hii kazi nyingine, sidhani kama nitakuwa na shida na nyinyi. I will just let you go. Sasa nataka muinue hii ndege kutoka hapa Seattle, twende moja kwa moja mimi na nyinyi mpaka upande wa Mexico. Sio ni kazi kidogo? I don't think. Ama guys, mnaona ni kama nawafinyilia sana, nitoe mzigo tuende? Mnaweza? Yes, that's good. Sasa ile kitu mtafanya, hii ndege msiipeleke juu sana. Hii ndege isipite 10,000 feet. Kwa sababu ikipita hapo tutakosana vibaya sana. Tukiwa huko juu mimi nitatoa. Mimi na nyinyi tuende. Plus hii pesa. So marubani wakasema Boeing 727 kwenda that height ni risky, but kwa sababu hii Ghasia iko na kitu hapa na hatutaki kwenda, wacha tufanye venye anataka. So wakawasha ndege, na by the way alikuwa amewaambia wasiende na more than 2,000 knots. So ndege ifai kwenda at high speed no matter what. Iende at low height na at slower speed. So mapilot wakasema sawa. Kama hiyo ndio demand unataka, sawa. Sisi unataka tu tukutoe hapa Seattle tukuingize Mexico na business will be done. Dan Cooper kawaambia yes, business itakuwa imeisha. So wakatoka wakaenda. Safari ikaendelea mpaka wakati walifika upande ambao unajulikana kama Nevada. Hapa Nevada iko katika jiji la Washington. Kuna kamsitu kako pale. Dan Cooper akasema mimi nikiendelea na hawa watu, si ni mjinga tu ndio ujipeleka kwenye hatari. Na nguruwe si ujikanga na mafuta yake. Mimi nikifika Mexico, uko sure watu watanifanya mbaya? Akaita wale staff walikuwa hapo around, akamwambia oya, kuja. Fanya hivi, muingie pale kwa cockpit. Na mfunge hiyo mlango, nisitaki kusikia mkifungua hiyo mlango. Mlock na mkaa huko. Mniache hapa ni hesabu pesa, kwa sababu mnaweza kuwa mmenipea pesa less. So wakaingia pale wakajifungia, kaacha mzee mzima Dan Cooper akiwa ametulia pale akiwa peke yake. Sasa Boeing 727 pale nyuma ni yeye peke yake kutawala venye anataka. Bas, so wakati walijifungia pale akakaa for some time. Pale kwa cockpit wakaanza kusikia mshike ni kama ndege ina lose balance, but anyway wakaambia staff mmoja uende pale uangalie ni nini inaweza kuwa shida, enda uchungulie. Kafika pale akachungulia, ndiye akashika hivi akasema mama yule ni mtu anaruka. So akamaliza kushtuka akarudi kwa cockpit akawaambia mzee mzima Dan Cooper nimemuona akiruka.
na ile stairs huko nyuma imefunguka, so it means he escaped. Kamuuliza na pesa aliacha, no. Na parachute, no. So hizo pesa zilikuwa around 10 kgs. Mimi nashangaa alimanage aje na hiyo upepo inakuanga huko Washington hizo nyakati za November. But how he survived, nobody knows. So marubani wakasema sawa, kama tumempoteza, kapiga information Seattle na Mexico, wakasema jamaa wetu amefanya nini? Amedisappear. So ma FBI na mapolisi wakaanza kupiga information around the area, hiyo msitu yenye alikuwa ameangukia. Hawakumpata. Mlikuwa na yeye, mlikuwa mmemweka huko. Walitafuta hata mwili, kama basi nugu ilianguka ikakufa, hawakupata. Pesa hakuna. What happened? Where did Dan Cooper go? Hata mimi sijui. So 9 years later, that is 1980, walipiga investigation for 9 years. 1980 at least wakapata kakulu. Pale katika mto wa Colombia kuna katoto kalikuwa kanacheza na babake, alikuwa anafanya shughuli za kuswim pale, sijui ni kuswim ama ni kufish. Ndio katoto kanaingiza mkono kwa mchanga pale, kanachomoa bunda la noti. Ndio babake anaangalia hizo pesa, anasema what can I do? Akapigia FBI akawaambia kuna pesa hapa nimepata hapa kwa mto na zinaweza maybe kuwa linked na ile story ya DB Cooper. So FBI wakakuja wakapiga investigation, wakapata hii pesa hata si yote, ilikuwa around $5,800. So lakini kwenda kwa system hizo serious zina match exact, which means this was part of the money ambayo DB Cooper alikuwa ameiba. But hizo zingine basi zilienda wapi? Okay, tuachane na pesa. Dan Cooper alienda wapi? That is when they realized, so it means this guy survived. But kumpata ni ngori. Walipiga investigation, wakapiga investigation until 2016 wakachoka na hiyo kesi wakafunga. Kasema sasa from now onwards sisi na Dan Cooper tumemalizana, hatumtafuti. And that is how DB Cooper got away with $200,000 US. Until today, nobody knows the whereabouts of Dan Cooper. Na nikikuja kujua basi takuja kuwaambia, kwa sababu hata mimi just like the FBI, hata mimi sijui hiyo pesa ilienda wapi na Dan Cooper alienda wapi. Na kama unajua, comment section utuambie Dan Cooper ako wapi. Kwa sababu hata mimi naweza taka kumjua huyo jamaa. Una hijack ndege. Sawa. But pia huyu jamaa ndio aruke kutoka kwa ndege. Basi hakuwa ordinary passenger. Lazima ni mtu amekula training na anaelewa hizi mandege vizuri. Juu nafanya aje hiyo kitendo. Anyway, ingia hapo comment section uniambie another story yenye unaweza taka tupige kwa hii channel ya Mdau Stories. Alafu please, kama subscribe hapo, kwa sababu next time nikipost video ingine hautakuwa notified. What if tupate Dan Cooper? Utajua aje tumempata kama hujasubscribe? Bas bofya, alafu share, alafu most important comment your views. Unataka tupigange story zipi ndizo zinakubamba? Kwa sababu hapa tunataka tupige story zote za crime, mysteries, airplane crashes, nini, migogoro yote paka ya world war tunapanga kuileta hapa. So kama hujasubscribe, bofya na waambie marafiki wako pia wasubscribe. Otherwise, asanteni sana. Mungu awabariki, awabless na awape baraka bujubuju zizizo miminika kwa. Unaona hata nimepotea. Mkuwe na wakati mwema guys.